Ndugu zangu, mama yetu huyu ameingia hapa, ni wajibu wetu kumsikiliza kwa makini. Mama, karibu sana. Wananchi wako tayari kusikiliza, uwaombe na kura. CCM oye! Hilo la Mbwani oye! Hilo la Mbwani oye! Mchinga oye! Daktari Samia Suluhu Hassan oye! Makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi oye! Mheshimiwa diwani wetu oye! Na mimi oye! Wasanii wote oye! Viva vijana, viva! Wakina mama moto moto! Wazazi kiatu cha mtoto, lakini kiatu cha mkubwa mtoto anakivaa. CCM oye! Wazeni, hakuna safari isiyokuwa na wazee, hakuna safari isiyokuwa na watu wazima. Watu wazima ndiyo chemchemu ya maendeleo ya taifa lolote ulimwenguni, lakini sio kila mtu mzima ni chemchemu, bali kuna watu wazima ambao wana busara, wana maarifa, wanatambua yapi mazuri, yapi mabaya. Lakini niwapongeze sana wazee wa Mchinga kwa sababu ni wazee wenye busara sana, na ndio maana tunasema watu wazima ni dawa. CCM oye! CCM oye! Asanteni sana. Naomba nianze kwa kumtanguliza Mwenyezi Mungu. Hatimaye niwapongeze na kuwashukuru sana wana Kilola Mbwani kwa mahudhurio mazuri na makubwa sana. Ukiona watu wako wengi kiasi hiki, jua hapo kuna amani iliyotawala, kuna upendo, kuna mshikamano, na kuna kila aina ya utulivu katika eneo lile. Na utulivu katika eneo lile vile vile unashamirishwa na uwepo wa watoto, kwa sababu leo sio siku ya masomo, na ndio maana tunawaona watoto wetu wengi sana wapo hapa. Na hawa watoto hawa kuwepo hapa, kuna vitu ambavyo wanajifunza, na vitu wanavyojifunza ni vitu vyenye ustawi katika ubongo wao, na sisi ndio tunapandikiza mbegu iliyokuwa njema. Kwa hiyo wanapokuwepo watoto ni lazima muwaone kwamba si kwamba wanakuja kuleta fujo, bali na wao kuna mambo muhimu na ya msingi ambayo wanajifunza katika maisha yao. Sisi ni watu wa makamo au watu wazima, lakini ipo siku na sisi tutaondoka, na tukiondoka tunategemea watoto hawa wadogo ndio warithi wetu wa taifa letu hili la Tanzania. Kwa hiyo wazazi tunawapongeza sana kwa kufuatana na watoto hawa kuja nao kwenye maeneo kama haya ambayo ni maeneo muhimu sana. Kwa hiyo hongereni sana wazazi. Tunamuomba Mwenyezi Mungu awazidishie watoto hawa. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilmi warzuqna fahma. Na nyie wazazi mujaaliwe kwa matamanio ya mioyo yenu, hatimaye itakapofika tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka ambao ni kama wiki mbili kuanzia leo hii. Tumebakiwa na takriban siku 14 kufikia tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 kwenda kufanya maamuzi ya busara ya kuchagua viongozi wa Chama cha Mapinduzi, Rais Samia Suluhu Hassan anayetokana na Chama cha Mapinduzi, diwani wetu ndugu Salim Hatibu
anayetokana na Chama cha Mapinduzi na maarufu anaitwa Mngoni. Halikadhalika na mimi Salma binti Rashid ambaye mume wangu anaitwa Jakaya Mrisho Kikwete. Kwa hiyo pale mtaona Salma, alafu la pili ni Rashid na la tatu Kikwete kama mbunge wa jimbo la Mchinga. Tunaomba Mwenyezi Mungu ikifika ile siku ufanye maamuzi ya busara na sahihi ili kuweza kutiki kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kutiki kwa Salma Rashid Kikwete na kutiki kwa mwenetu, mtoto wetu, kaka yetu, binamu yetu, ndugu yetu na kila mtu kwa nafasi yake, au shemeji yetu, kila mtu kwa nafasi yake ambayo atajinasibisha kwake. Tunaomba mumchague yeye ili tuwe kama walivyosema wengine na mafiga haya matatu, kwa sababu tukiwa na mafiga matatu maendeleo yetu ya jimbo la Mchinga na maendeleo yetu ya kata hii ya Kilolambwani yatazidi kwenda kwa kasi kubwa. Mwenyezi Mungu tunaomba utukubalie haya. Baada ya kuyasema hayo, kwa kweli naomba niende moja kwa moja kwenye dhamira. Kwa nini leo tuko kwenye mkutano huu hapa Kilolambwani? Tuko kwenye kipindi cha uchaguzi mkuu. Na uchaguzi mkuu ni kwa mujibu wa sheria ya nchi. Sheria ya nchi, kila ifikapo miaka hii mitano tunachagua viongozi ambao wataliongoza taifa letu. Na wakati huu umefika. Na sisi kama Chama cha Mapinduzi, kwa mujibu wa katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi ibara ya 5 fasili ya kwanza, tunafanya uchaguzi na chama chetu kimesimamisha wagombea, na ndio sisi pamoja na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini lengo kubwa ni kushika dola. Lengo kubwa la chama chetu ni kushika dola. Kwa hiyo tumekuja kuomba ridhaa kwenu wananchi ili mtuchague tuendelee kushika dola. Na utakaposhika dola, nini tunachotaka kukifanya? Au nini tumekifanya katika kipindi cha 2020-2025? Mambo mengi. Wasanii hapa wamekuja wameadadavua. Kila aliyekuja hapa amekuja ameadadavua. Wanakwaya wamekuja wamesema mambo gani muhimu na makubwa yaliyofanyika katika jimbo la Mchinga na hasa katika kata yetu ya Kilolambwani. Kilolambwani walikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa na kadhia kubwa ya maji. Leo Kilolambwani kadhia ya maji kwa kiasi kikubwa imepungua. Hakuna tatizo la maji katika eneo hili la Kilolambwani. Uongo kweli? CCM oye! Lakini sambamba na hilo tumehakikisha kwamba huduma za jamii tunawapelekea wananchi. Huduma ya jamii ni pamoja na uwepo wa umeme. Karibu vijiji vyote 47 tumepeleka umeme pamoja na vitongoji vyake. Na hata hapa katika kata ya Kilolambwani kuna umeme. Umeme sasa hivi unawaka kila kwenye eneo. Na bahati nzuri kabisa, simeona pale Mchinga moja, simeona, na Mchinga 2, simnaona? Mchinga 2 simnaziona zile taa za barabarani zinazowaka, si ndio? Na hapa tumejipanga 2025 2030 kabla ya miaka 5 kuisha, yani mwanzoni tu, na hapa taa za barabarani zitakuwa zinawaka kuelekea kijiweni. Kwa hiyo zile taa hazitawaka kule pekee, na hapa taa zitawaka na maisha yatakuwa yanaendelea. Hakutakuwa na giza tena usiku barabarani kama ambavyo mnaona Mchinga moja. Lakini Mchinga moja mnaweza mkasema sasa pale si barabara kuu, lakini Mchinga 2 sio barabara
kuu, lakini usiku ukipita taa zinafanya nini? Zinawaka. Halikadhalika na hapa taa zitawaka, na katika jimbo la Mchinga karibu kata zote kwenye maeneo yale makubwa taa zitakuwa zinawaka. Wananchi, vijana na watu wa rika mbalimbali watakuwa wanafurahia. Kama hata biashara watu walikuwa hawafanyi usiku, kwa hiyo wataendelea kufanya biashara usiku kwa sababu ya uwepo wa zile taa. CCM oye! Ukienda kwenye eneo la afya, halikadhalika kwenye eneo la afya tumejitahidi kuboresha, lakini bado mheshimiwa diwani ambaye anasubiri biidhnillah siku ile akipata kura, mimi na yeye ndio tutakao kushirikiana kuhakikisha tunatatua changamoto za zahanati yetu. Tutatatua changamoto za zahanati yetu, kwa sababu nilipokuja kuomba ridhaa kutoka kwa wana Mchinga nilisema lengo langu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto za nani? Za wananchi. Wananchi wakipata furaha na mimi napata furaha. Wananchi wakipata shida na mimi napata shida. Sio kitu ambacho nakifurahia. Mimi ni mwanamke kama walivyokuwa wanawake wengine wote. Sifa aliyokuwa nayo mwanamke huyu ndio sifa niliyokuwa nayo mwanamke mimi. Kwa hiyo anapoingia kwenye chumba cha kujifungulia kama hakuna stara, na mimi kama mwanadamu, kama mwanamke ninaumia, kwa sababu kati ya kitu muhimu katika maisha ya mwanadamu ni pale mwanamke anapoleta kiumbe mwingine. Kwa hiyo anatakiwa awe au aipate ile stara ya yeye kuleta kiumbe mwingine duniani. Kwa hilo swala nalo tutahakikisha kwamba tunalishughulikia, hatimaye panaboreka kadri itakavyokuwa, kana kwamba ambavyo tulivyoboresha katika mazingira ya shule. Shule zetu tumeziboresha kwa kiwango kikubwa. Kwa mfano hai ni shule ya Malo, tumeiboresha sana. Na kwenye shule ya Malo tunachotaka katika kipindi kijacho 2025-2030 itoke kuwa shule shikizi, iwe kabisa shule iliyopata ithibati kuanza darasa la kwanza mpaka darasa la ngapi? La 7. Na sio anasoma hatimaye ikifika hatua fulani anatoka pale anakwenda kwenye eneo jingine. Hapana, hilo tutalisimamia, tuhakikishe kwamba tunapata hiyo ithibati na tunaongeza madarasa ili kukidhi haja ya kuwa ni shule ya msingi. Sambamba na ile tuna shule yetu hapa ambayo ndio shule ya siku nyingi. Wengi hapa wamesoma kwenye hiyo shule. Nimeipambania sana kwa muda mrefu, lakini sikufanikiwa. Lakini ninachopenda kusema, mimi na diwani ambaye mtamchagua, diwani wa Chama cha Mapinduzi, tutahakikisha tunayasimamia. Mimi nitayasimamia, alafu nitampelekea yeye ili hapo tuboreshe kwenye swala la shule na kwenye swala hata la nyumba ya mwalimu. Tutajitahidi kuyafanya hayo. Mpeni kura zote za ndio ili tuweze kufanya kazi kwenye mkufu unaokwenda sambamba. Lakini mukisema tuchanganye itakuwa ni kazi. Na hapa ninaamini watu wapo wengi kwa sababu hii ni kata. Nitawaomba sana ndugu zanguni, nitawaomba sana wazee wangu, tusiweke vitu ambavyo si sawasawa. Tuweke mchanganyiko unaofanana, ili tukizungumza tuzungumze lugha ya aina hii moja. Tukizungumza lugha tofauti, kuna kipindi hapa mnaweza mukasema liwalo na liwe. Ninawasihi lisiwe liwalo na liwe. Twende wote. Daktari Samia akileta kwangu, mimi nipeleke kwa diwani mwenzangu wa Chama cha Mapinduzi. Hapo tutakwenda sawa. Lakini kinyume chake itakuwa sio vizuri. Pamoja ninyi ndio wenye
maamuzi ya kusema tunataka tumpigie huyu tusimpigie. Rai yangu mimi, rai ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kuwa na mafiga haya matatu. Yaani mafiga ndio uhalisia. Miaka mingi tunatumia mafiga. Gesi imekuja baadaye, lakini hata ujio wa gesi, juu pale kwenye kile kisahani unakuta kuna yale mafiga vile vile matatu, hatimaye ndio unapiga. Naomba viongozi wa Chama cha Mapinduzi, CCM oye! CCM oye! Ndani ya miaka mitano tumefanya mambo mengi na makubwa, lakini dhamira ya dhati kabisa, hakuna safari ambayo ukaimaliza kwa siku moja. Hata kiongozi wetu, yani kiongozi wetu ni Allah. Mwenyezi Mungu hata alipoumba ulimwengu hakufanya kila kitu siku moja. Alifanya siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, 6 akapumzika, ya 7 akamaliza. Sasa kwa muktadha huo, kuna vitu vingine ambavyo hatukuweza kuvifanya katika kipindi hiki cha miaka mitano, na ndio maana tunasema tupeni hiyo ridhaa sisi. Mkiisha tupa hiyo ridhaa sisi, ili tuweze kuvimaliza vile ambavyo tulikuwa hatujavimaliza, na vingi vizuri viendelee huko mbele ya safari. Mazuri zaidi ya haya yaliyofanyika huku nyuma yanakuja. Na ndio maana kwa muktadha huo Mheshimiwa Mzee Muzhiri hapa, yeye alitawala miaka 15. Akaja mwingine akatawala miaka 5. Mwingine akatawala miaka 5. Mimi nimemaliza miaka yangu. Kwanza niliteuliwa na rais, nikatumikia bunge miaka 3, hatimaye nikaja jimboni, nimemaliza miaka 5, na hatimaye mkasema niendelee na miaka 5. Allahu ya'lam, ajuaye Allah subhana wa ta'ala. Sijui naomba, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema niombeni, mkiniomba ya heri nitawapa, na kinyume chake vile vile nitawapa. Lakini mimi naomba Mwenyezi Mungu anijalie heri, anipe miaka mingi yenye heri na mimi na yenye manufaa, ili tuweze kusaidiana kutatua changamoto zetu katika jimbo letu la Mchinga. CCM oye! CCM oye! Sasa CCM Chama cha Mapinduzi, CCM nambari, CCM oye! Sasa kwa ufupi tu, kata yetu ya Kilola Mbwani imenufaika na pesa zaidi ya bilioni 2.3, na hizi zimenufaika katika mazingira yapi? Kwenye miundombinu, kwenye elimu ambayo tumetaja. Miundombinu tumepata milioni 768, lakini tumefanikisha kuimarisha miundombinu ya barabara kwa kuifungua barabara kilomita 24, ikiwa na maana kutoka Mnang'ole, Dimba, Runyu na kuelekea Mji Mwema. Kabla ya hapo barabara ilikuwa ni mbaya na hakukuwa na magari yoyote ambayo yanatoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, lakini yote hayo tumehakikisha tunayafanikisha. Kwenye eneo la elimu, serikali imetumia zaidi ya shilingi milioni 648 kukamilisha huduma hizi za shule, tena shule ya sekondari ya kisasa na nyumba ya walimu 2 kwa 1. CCM oye! Tumefanikisha ujenzi mpya wa shule shikizi ambao nimesha utaja, umegharimu zaidi ya shilingi milioni 85.4, lakini hizi zote ni juhudi za maksudi. Kabla hapo pale hakukuwa na shule yote, kulikuwa tu na jengo ambalo jengo lenyewe lilikuwa wala alikidhi haja. Kuhusiana na swala la afya, miundombinu ya zahanati za vijiji, hasa zahanati ya Kilola Mbwani na Dimba. Aidha, kipindi cha miaka 5 tumefanikiwa kufanya mambo yafuatayo. Tumejitahidi kuboresha huduma
katika zahanati za vijiji kuongeza hali ya upatikanaji wa vifaa tiba na madawa. Kuhusiana na kilimo, tumehakikisha kwamba zao la korosho linapata bei nzuri kutoka pale bei ambayo ilikuwa ni bei ya kutupatupa, kutoka pale mpaka kilo kuwa shilingi 4,000. Hii ni mapinduzi makubwa, kwa sababu siasa ya kusini ni korosho. Lakini ukiachana na korosho, vile vile tunalima ufuta, na ni ufuta mzuri na bei yake vile vile imeboreka. Lakini ukiachana na hiyo, hata mbaazi ilikuwa kilo shilingi mpaka 100, sio 1,000. Lakini mbaazi ikatoka pale ilipo ikapanda bei mpaka kufikia 2,000 na ushe kule. CCM oye! Sasa tukizungumzia umeme ambao tayari nimeshauzungumzia, ndani ya vijiji vyote 47 vina umeme pamoja na vitongoji vyake. Baadhi vilivyobaki ni 32 kati ya vitongoji 236. Lakini yote ni juhudi ya dhati na ya makusudi kuhakikisha kwamba tunapata umeme. Na hata hapa katika kata ya Kilolambwani bado umeme upo na karibu vijiji vyote unapatikana. Na hata pale ambapo umeme haujafika katika vitongoji, bado kuna wakandarasi wanaendelea na kazi. Kiasi kikubwa kuhusiana na maji, tumehakikisha tunatatua changamoto katika maeneo haya. Tumehakikisha tunachimba visima 2 vya maji katika vijiji vya Kilolambwani na kule Dimba kule. Visima hivi vimekuwa mkombozi mkubwa wa changamoto katika maeneo yetu ambayo sisi wenyewe tunaishi. CCM oye! CCM oye! Sasa tunachokitaka kukifanya katika kipindi cha 25-30, mengi nimesha yaeleza, pamoja na lile swala la malo. Kutoka kwenye shule shikizi tutaongeza madarasa mpaka iwe ni shule iliyosajiliwa na yenye ithibati. Namba 2, tutahakikisha tunaboresha miundombinu ya madarasa na vyumba vya walimu katika shule ya msingi hii hapa, ambayo tayari sasa hivi narudia tu tena nilishaizungumzia. Tutapambana kuhakikisha tunaboresha miundombinu ya zahanati yetu. Hapa nazidi tu mimi mwalimu anaposema lazima akazie maarifa. CCM oye! CCM oye! Tutahakikisha tunaboresha utoaji wa huduma katika kituo cha afya kile Mvuleni, kwa sababu Mvuleni kule ndiyo kituo chetu cha afya katika hii tarafa yetu. CCM oye! Halikadhalika tunajua vijana wanapenda michezo na vijana na michezo, lakini hata watu wazima wanapenda michezo. Mimi binafsi yangu napenda michezo na ni mchezaji mzuri katika timu yetu ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tutahakikisha hayo yanafanyika, na ofisi ya mbunge itahakikisha inashiriki kutoa vifaa vya michezo pale itakapokuwa inabidi. Lakini sio timu hii itakuwa ni timu ya Kilolambwani tu, itakuwa ni ya Kilolambwani na itashindana katika tarafa ya Kilolambwani, na itatoka ndani ya tarafa ya Kilolambwani itashindana na tarafa nyingine zile 3, manake jimbo letu lina tarafa 4, alafu tutapata mshindi. Na tukipata mshindi ndani ya jimbo letu, lazima tuwe na timu ambayo ni ya jimbo, timu ya jimbo ambayo itajumuisha tarafa zote hizi 4 na kuwa na timu moja. Hatimaye tutaenda kushindana na watu wengine huko. Inawezekana? Haiwezekani? CCM oye! Vile vile tutasimamia swala zima la mikopo kwa watu wenye ulemavu, wanawake na vijana. Na hapa nyinyi ni wafaidika wakubwa wa masuala ya mikopo na maboti. CCM oye! Katika tarafa hii tutahakisha tunaendelea kuiomba serikali. Tutaiomba. Unapoomba aidha unaweza ukapata au usipate, lakini tutaendelea kuiomba serikali ili na sisi kama jimbo la Mchinga tuwe na halmashauri yetu.
Sasa halmashauri yetu na nyinyi ni wadau wakubwa. Kama mtakaa huko mkiswali au mkisali, hamuombi kwamba Mama Samia Suluhu Hassan Mwenyezi Mungu amfungulie ili tupate, ili na sisi atufikirie, basi hatutaipata. Maana itakuwa mimi tu ndo nasema halmashauri, kumbe wenyewe wala hamna habari nayo na wala hamjui faida yake. Tukiwa na halmashauri ni faida kubwa, maendeleo yatakuja haraka zaidi ya haya tuliokuwa nayo. Ndio maana tuna kilio cha kupata halmashauri yetu. CCM oye! CCM oye! Unajua, katika kipindi hiki ambacho mimi nimekuwa mbunge, tumeyafanya mambo mengi. Jimbo hili lilikuwa limefungika. Jimbo hili tumetengeneza mazingira ya kulifungua. Tulikuwa hatuwezi kutoka hapa tukaenda Mipingo. Lazima tuzunguke mpaka tuende mjini. Tukitoka kule, yani tuende pale Mchinga. Tukitoka Mchinga sasa tuende barabara ya kuelekea huko sijui Mtwara huko. Lakini sasa hivi tunaelekea moja kwa moja Mvuleni tunavuka pale Runyu tukivuka tunaelekea barabara kuu. Ukitaka kwenda Mipingo unaelekea huko Mipingo, hatimaye ndio unarudi. Lakini kama si haya mafuriko, yani sasa hivi tungekuwa sio tunakimbia, tungekuwa tunapaa huko juu angani. Lakini Mwenyezi Mungu ana shani yake. Sasa baada ya kusema hayo, narejea tena tarehe 29 ikifika, tuna kazi moja tu. Kazi tuliokuwa nayo ya kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kura zote za ndio. Sina mashaka hata kidogo na wana Kilola Mbwani juu ya kura za rais. Uongo kweli? Eti wakina mama, wakina baba wa Kilola Mbwani, hivi tuna mashaka juu ya hili? Hatuna mashaka. Kwa sababu nyenye mliniambia hata ukiweka kanga tu hapo sisi tutamchagua. Lakini hatuwezi kutofika huku kuomba kura na kuonana. Kuonana nako kuna uzuri wake. Tunasalimiana, tunajuliana hali, tunajua mambo gani yamefanyika mazuri, na kama kuna changamoto ndogo tunaambiana. CCM oye! CCM oye! Sasa hii hapa ni ndogo sana, lakini ndivyo ilivyo. Kwa hiyo ni ngumu sana kuona kutoka mbali. Hawa ni wagombea wa nchi yetu ya Tanzania, wako wagombea 17. Lakini tunaanzia na hii namba 1. Kuna Chama cha Mapinduzi, Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi, alafu tunakutana na Daktari Samia Suluhu Hassan. Wewe pale kwenye alama fanya hivi. Unafanya nini? Unatiki. Maana yake unatiki. Tunaweza kusema unatiki. Yaani ukisema unatiki mara 3, maana yake unatiki kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, unatiki kwa Salma Rashid Kikwete, na unatiki kwa diwani wa Chama cha Mapinduzi. Hapa tunasema unatiki kwa diwani wa Chama cha Mapinduzi. Upande wa mgombea siwezi nikatoa ufafanuzi mkubwa kwa sababu niko mwenyewe peke yangu. Hakuna mgombea mwingine yoyote katika jimbo la Mchinga zaidi ya Salma Rashid Kikwete. Lakini kwenye udiwani pale wako wawili, ndio hawa. Chini huku ndiko unakomkuta mgombea wetu anaitwa Salum Hatibu Hemedi. Kwa hiyo hangaika na chini ndio kila kitu. Na pale ukiangalia, usiangalie ukawa unatafuta mboni sioni mgoni alipo pale kuna jina linaloitwa Salum Hatibu Hemedi, hajaandikwa mgoni. Maana ukaangalia unamtafuta mgoni hayupo. Mgoni ndio jina lake tu maarufu, sawa? Lakini jina lake ni Salum, la baba yake Hatibu, la babu yake Hemedi, sawa? Wewe unahangaika kutoka hapa kwenye kitovu kwenda kule chini, sawa Sawa Haya, wangapi watatoa kura kwa Salum Hatibu? Mikono juu.
mikono juu, mikono juu, mikono juu. Na kule kwa vijana wenzake kule, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu,